Katika moyo wa Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabeba hazina ya madini ya thamani yasiyo na kifani: dhahabu, cobalt, coltan, almasi na shaba. Lakini utajiri huu umegeuka kuwa mzigo kwa raia wake, huku migodi ikigeuka kuwa vyanzo vya machafuko, ukatili na umwagaji damu. Katika miji kama Goma na Bukavu, makundi ya kijasusi na ya kisiasa yanajihusisha na biashara madini kwa njia zisizo rasmi, yakishirikiana na wafanyabiashara wa kimataifa. Wakati huo, ndani ya misitu mashariki mwa Kongo, makundi ya waasi kama M23, ADF na wengine yamejikita katika udhibiti wa migodi, yakitumia mapato ya madini kufadhili vita na kununua silaha. Mashambulizi ya mara kwa mara yameripotiwa katika vijiji vilivyo karibu na migodi, ambapo raia huuawa, wanawake hubakwa na watoto hulazimishwa kuchimba madini kwa mikono yao bila ulinzi wala fidia. Mauaji ya kikatili yamekuwa sehemu ya maisha kila siku, huku serikali ikikosa uwezo wa kudhibiti maeneo hayo kikamilifu. Katika miji mikubwa, makundi ya wafanyabiashara na maafisa wa serikali wanatajwa kuhusika katika mtandao wa usafirishaji wa madini kwenda nje ya nchi, mara nyingi bila kufuata sheria za kimataifa. Hili limezua maswali mengi kuhusu uwajibikaji, haki za binadamu na usalama wa raia. Mashirika ya kimataifa yameendelea kushinikiza Kongo kuweka mifumo ya uwazi na ufuatiliaji wa mnyororo wa madini, huku baadhi ya kampuni za teknolojia duniani zikiahidi kununua madini kutoka vyanzo vya kimaadili pekee. Lakini kwa sasa, simulizi ya madini ya Kongo ni ya utajiri unaogubikwa na damu, ukatili na matumaini yaliyofifia. Mimi ni Faiz Musa.